Bana, karibu. Nafikiri wengi hasa walikuwa wamekuja kunitafuta mimi, si ndio? Ila tulikuwa hatujafanikiwa kukutana. Unasema ndio nani? Bana Baraka. Si jambo la kwanza tunashukuru, maana kiasi kwamba tunapata ushuhuda wa wateja wanaopona. Sasa kupata watu ambao wasiopona pia ni jambo la kushukuru, kwa sababu si kila dawa unaweza kuambia mtu akatumia akafanyaje akakapona. Imekuwaje sasa? Lengo la kununua dawa, mimi sikukuuliza maswali, labda wewe ulikuuliza maswali, sijajua. Lengo lako hasa la kununua dawa lilikuwa ni lipi? Kwa nini ulisema unataka kununua dawa? Mimi kuna video uliyotuma, mimi ndio nilisikiliza kwa sababu na mimi nilikuwa na tatizo. Nilisikiliza ile uliyopanga group B, A, B, C. Mimi kutokana na tatizo nililokuwa nalo nikasema hapa mimi nipo upande wa group B. Ndio. Wasiliana nikamwambia kwamba tatizo nataka dawa ya group B. Sawa, ulisikiza kwa lengo mpaka kusikiza video, kuna kitu ulikuwa nacho ukatafuta na kupata tiba. Sasa wewe kama wewe una dalili gani? Nini kinakusumbua? Yani, una group B, unaweza kusema labda ni group B, si group la masturbation na punyeto, si ndio? Labda sasa katika hizo masturbation na punyeto, je, wewe punyeto imekuasili vipi? Inasali gani kwako mpaka useme utumie dawa? Sababu sio kila mtu anapiga punyeto ni mgonjwa. Wengine walipiga punyeto wakapona wenyewe automatic kutokana na maisha ya kuendelea. Wengine walipiga muda mrefu, wengine walipiga miaka 6, miaka 3, wiki 2, wiki 3, miezi 10. Wewe kama wewe ulipiga muda gani na umeasiki kiasi gani na punyeto? Yaani mimi nilitumia kama miaka 4 au 3 hivi. Miaka 4 au 3. Ndio. Maana katika kwangu na maana ninapokutana na mwanamke, yaani nafanya muda mfupi sana kama dakika 3. Alafu sirudi tena kuwa na hamu ya tendo la ndoa tena. Labda kama saa mawili ya kitu au saa moja ilipita. Na penyewe nikirudia kwa mara ya pili kwa kama dakika 5. Alafu ndio ume ni mdogo sana, yani kwa mdogo. Unaweza nikasema kwamba ni hivyo. Okay, wala mimi jambo jana nimemuelewa, lakini huyu mbali kwa mazungumzo anavyoonekana bwana anavyoishi, jambo la kwanza, mwenyewe anaishi vibaya. Alafu ana mke kumbe. Jambo la kwanza, huyu bwana anaishi vibaya. Kwa hiyo kutokana na kuishi vibaya, kusema tatizo la kufika kileleni always itakuwa ni constant, kwa sababu ni tatizo ambalo umelitengeneza kwenye masturbation. Kwa masturbation ni tatizo la kufika kileleni. Sema tatizo la kukosa hamu ya ndoa ni mbegu za uzazi, upungufu kutokana na ulaji wa chakula. Unaweza kuzungumza hapa kutaba chai ujana. Unaweza kutoka mazingira kama haya. Kwa hiyo maanisha kwanza kuna hali kwanza ya ufuatiliaji wa maisha, kwa sababu point ni kwamba unapozungumzia matibabu yanahusiana na mabadiliko ya mfumo wa maisha. Yaani zisiwe dawa tu afu mfumo wa maisha kubadilika pale pale. Yaani kama matibabu bwana malaria ishakuwa ni sugu, kwa sio kubadilisha dawa ndio matibabu ya malaria sugu. Mfumo ubadilisho wa maisha kabisa. Yale mazingira yaliyokuzunguka yabidi yawe safi na salama. Unywaji wa maji mengi. Kwa hiyo ishi kwa mazingira fulani yale. Kwa hiyo inaonekana labda wewe dawa hapa ulizitumia, lakini ukiendelea na slogan yako ile ya maisha vile vile ulikuwa unaishi toka ulikuja hapa. Labda na hisi labda kumfanyia counseling, sijui ulimfanyia nani huyo? Huyo counseling alifanyiwa, lakini mwaka wa kuja ulikuwa kuja kuchukua. Hakutaka maelezo. Nishamaliza kila kitu. Kwa hiyo umemkwamisha mfumo wa ujuaji. Wala mimi nashangaa sasa hivi hapa namuuliza ananiambia wala mimi nisikilizaga audio tu nikajua nipo group fulani nikaja kuchukua dawa. Sasa nyumbani kwako kuna blender kweli? Friji. Tutumia nini kutengeneza fomu? Nitumia blender. Blender ulitoa wapi? Siliazima. Kuna kitu amenishangaza. Nilikuwa na mmoja sana hapa, mniambia ile formula ya pili nini ameitumia, formula ya 3 anaambia ameitumia kwa muda wa siku 13. Formula 3? Vya glasi. Ile ya kutoa kimaji na ndimu? Ulikuwa unakunywaje? Nilikuwa nakunywa glasi moja, siku nyingine jioni. Sasa tengeneza mara 3. Dawa kipindi unatumia dawa hakuna mabadiliko yoyote yaliyojitokeza. Yaani hamna faida yoyote iliyopatikana. Au kuna faida ya mabadiliko yote yaliyojitokeza? Mabadiliko yaliyotokea ile dawa ya kuchua. Nini kilijitokeza? Unaweza kuuliza kuchua. Kile saikolojia. Mabadiliko gani yalijitokeza? Yaani hiyo nilifanya tendo nilitumia kama dakika 5 kipindi cha kwanza, afu nikarudia tena.
Sababu hilo awali lilikuwa alipo. Umewapo bado unasimama vizuri. Sio unasimama vizuri. Kwa hiyo baada ya hapo ukarudi katika hali ya kawaida ya kuwahi au ikawa kuna ongezeko la kutoka dakika ulizokuwa nazo mwanzo kabla ya dawa na dakika zimepanda zimepungua ziko vile vile? Naweza nikasema kama ziko vile vile. Unajua kuna kitu ambacho inabidi tukizingatie. Huyu bwana hana mke ujue. Wala haishi na mke. Si uishi na mke. Demu naye au tunatembea na malaya. Sasa Sasa ni malaya. Sikaida Juma hausa. kawaida. Sisi tuna maisha mjini watu wanavyoishi. Maisha mjini yani. Kuna mke nini weekend umetingwa nini tafuta malaya amekuja. Umeishi vizuri ujipoza anaondoka. Sasa kama mwanamke kama demu naye kwa nini umoja? Kama demu naye kwa nini umoja? Mtamuoa. Lakini swali lingine Kujipanga. wao wanapojipanga kumbe. Ndio yako ni simu? Wewe lakini mume wako unasimama vizuri tu. Mume unasimama vizuri. Vizuri tu. Mara kabisa. Mimi nashangaa. Yaani ujue miongoni mwa matatizo makubwa ya masturbation ambapo labda mtu anaweza kasumbuka kalalamika. Ni mume kutosimama. Yaani kusoma legelege. Lakini kama tatizo unaposikia sijui kwa kufika kileleni, sio kushindwa kurudia, Hayo chakula. Hao si matatizo jambo la kwanza. Kwa lakini jambo la kwanza usikate tamaa. Jambo la pili tatizo la kushindwa kurudia tendo ni tatizo la process. Ni kama ni tatizo la unene. Usema kama unaweza kunepa kwa wiki 2 sijui. Inawezekana sio ile kitu gani labda ule mdogo. Kwa hiyo inamaanisha wewe mbegu zako za uzazi ni chache. Kutokana na maisha unavyoishi ya vyakula. Yaani vyakula unavyokula havizalishi mbegu za uzazi, mbegu za uzazi. Na mbegu za uzazi ndio manishe. Kula protein chache. Kwa hiyo usitegemee kuna dawa utakula afu mania ongezeke. Mania ongezeke. Very difficult. Isipokuwa tu dawa kwa sababu tunasema kila siku ina asali, ina mbegu za maboga, ina mdalasini. Kwa vile vinakuwa hata kama ni food supplement, kama ni chakula pia kwa muda fulani. Kwa hiyo kitakuongezea mbegu wakati ule unatumia ile dozi. Ndio maana tunaona mabadiliko. Ndio maana baada ya pale tukatoa kokotezo. Ni kama kanuni formula kama namba 4 sikosei ya mbegu za maboga, juisi ya tende. Vile ni vitu ambavyo vinasaidia kuongeza jotoridi la mwili na kuzalisha manii. Yaani mtu akimwaga mbegu akipiga bao kama kozi. Sababu anasema kuna muda mwingine afikurudia lazima. Hapo tatizo kukosa hamu ya mapenzi huwezi kuwa nayo kama ufanye vizuri. Kama ufanye vizuri. Sasa mbegu huna wewe mtaitoa wapi? Wakati mbegu mbali tujalia hata mbegu nazo. Lakini kama unagusa umemwaga ile jambo lako lipe. Kwa sababu alikunufishi chochote. Kwa sababu yale matarishi yako yote ya masaa ya siku nzima, sekunde 2 yafanyaje? Yameisha. Na kama huyo ambao hana nanili mwanamke alioa, lazima mwanamke kija lazima aroke na kitu chochote. Saikolojia na mume. Kwa mumangaikia labda mpaka weekend uko na mpanga mara vocha unatuma, mara unamongaonga, hapo anakuja geto. Moja Sekunde 2, sekunde 3 umemwaga. Kwa automatically ile hamu inafanyaje? Inapotea. Kwa sababu ni kitu ambacho haumfaiki nacho, haufurahi, hauenjoy. Yaani unapiga tena dakika 40 ile 45 mpaka mwanamke anasema hivi wewe mwenyewe unafurahi, unaenjoy. Automatically wewe mwenyewe ungekuwa unapenda. Kwa sababu wewe mwenyewe ufurahi na uenjoy. Kwa hiyo inakuwa nini? Inakuwa ni mtihani. Kwa matatizo yamebakia matatizo mawili. Ndio. Tatizo la kwanza unawahi kufika kileleni. Tatizo la pili taja tatizo la pili. Sehemu gani hapo? Saume mdogo ni si sehemu ya tiba hii. Ume mdogo una dawa maalum inaitwa mwanaume mashine, inafanya kazi ya kurefusha na kunenepesha. Wewe unataka mtu kutetea. Lakini matatizo ya asali za masturbation ndizo tulizozitaja, ume kusimama legelege, kwa hiyo kufika kileleni na ume kusinyana na kunywea kwa muda fulani. Sababu kisha nywea ule pale sababu ni miaka 4. Sasa kwa mfano tuzungumze tu ukweli, sio tuache unafiki. Wewe upige punyeto miaka 4. Unataka ulimbo huko. Unataka kupona kwa wiki 2 kweli? Nielekezo unataka dawa gani? Inawezekana. Bei gani? Sababu leo nikwambia hadithi mimi nilikupunguzia. Haiwezekani. Afu licha sometimes dawa kesi unazungumza jamani dawa sio chumvi. Sababu chumvi ukiweka baba imekolea. Unaelewa? Kwa dawa sometimes imeingia inafanya recycle. Sasa inakuwa ni vigumu kupata glove kwa sababu hauna mke. Ungekuwa na mke ungeshiriki tena na usiku.
ungeshiriki tena. Kwa kadri ungeshiriki mara kwa mara, unakuwa unatoka kwenye ile hali ya dakika 2 ulikuwa uzoea kumwaga, unakuja kwenye dakika 3, dakika 4 unakuwa unapanda sasa. Sasa wewe grafu yako unashindwa kupanda kwa sababu unashiriki tena labda weekend au baada ya wiki mbili. Na baada ya pale unakuwa na nyege nyingi, unakuwa na mwani. Kwa ile temperature na tendo ulichukui kawaida. Kuna vile utoke kwenye hali ya tendo kulichukulia kawaida na kutoka kawaida. Usitendo hivi uchukue kawaida. Tendo la muda fulani mpaka mfanye promise sometimes mpaka uonge ufanye nini demo akubali. Lakini kama ungekuwa na mtu na mke usiku umefanya, asubuhi umefanya. Kwa saikolojia inaanza kulipa kwa kuchukulia kawaida sasa. Kwa unaanza kupanda kwenye grafu ya kutoka kwenye siku 2. Kwa hiyo usitegemee tu utatumia ulikuwa unaenda sekunde 1, sekunde 2, utatumia dawa jembe mix ndani ya muda wiki 2, choka. Unaenda 40. Yaani umeruka tu, sasa unaenda 40. Hapana, hiyo ni grafu. Unaanza maana dakika 5. Sasa kidogo kama ulivyoanza pale sasa dakika 5. Sasa kama ungekuwa mwanamke ungeshiriki tena. Ungekuwa mtu ungeshiriki tena, inaenda napata maana dakika 8. Dakika 20. 10 lakini. Sasa mpaka anachoka mpaka anaamua kumwaga. Sababu ukishafanya masturbation sana ni tatizo la kisaikolojia kwa sababu masturbation unaweza kufanya dakika 7 au dakika 8. Pale umemwaga. Umemwaga. Ile hali uliifanya kwa muda mpaka hali ikakomaa. Kwa mwili kwa ushakalini mbegu zinapoanza kutoka ni hapa dakika 2 dakika 3 nishamwaga. Kwa inahitaji tena upate mtu wa kwenye mapenzi mara kwa mara uanze kuprolong ile process kama hivi ndio itengeneza. So masturbation kutengeneza kwa siku 2 au siku 3. Mtaweza kwa muda mrefu ndio maana ile hali ikajizolisha dakika 2 ndio unamwaga au dakika 1 ndio unamwaga. Kwa inabidi upate mwanamke ushiriki naye sasa uanze kutoka kwenye hali ya mazoea dakika 2 usogee hali sehemu fulani. Yaani sasa hapo ni kama ni mwanajeshi anafanya mazoezi lakini hamna vita. Wewe unasema mwanajeshi. Sikule mkuranga. Kwa practically inatakiwa yani vitendo vinatakiwa. Yaani gari ishatengenezwa kwa fundi afu itembelewe. Katani. Kwa hiyo unatakiwa utembee muda mrefu ili uweze kudescribe na kujua kila kitu. Kila kitu. Yaani tatizo lako ni dogo tena sana. Watu waliumia sana uume kusimama legelege. Hiyo ndio kesi study ambayo kubwa sababu misuli inakuwa imeathirika na imesinyaa. Kwa stage uliofika wewe kwa sababu kama sina choangalia ni kitu kimoja. Je, mwili unakubali kushtuka? Kwa mwili wako ulishtuka, ukaja mpaka dakika 5. Kwa mwili wako unapokea mabadiliko. Mwanangu. Yupo watu ambao mwili wao upokee mabadiliko. Kwa hiyo tunataka mwili kushtuka tu ni cha faraja. Yaani kumbe inawezekana. Sababu ni kitu ambacho mtu ajikatie tamaa. Mimi mbona dakika 2 siku zote ni siwezi. Kumbe ushawahi kutoka hapa kwa dakika 2 kusogea dakika nyingine 5. Kwa maana mwili wako unakubali kupokea ile mabadiliko. Mwanangu tunapoteza hela kichizi. Kwa hiyo inabidi tena ushiriki tena. Sasa ushiriki tena ndio uwezi. Inabidi ukae tena wiki moja mpaka uonge akukubalie tena ndio aje. Chwaka. Sababu anapokuja tena siku tena unakuwa na mwani. Sometimes anakuambia anakuja tu njiko njani kwenye gari au shadinda huko. Umeona kesi study iko hivyo? Kwa kama tulivyozungumza katika audio yetu ya mwanzo tukajadili tukasema jamani upungufu wa nguvu za kiume sio ugonjwa. Ni ukosefu wa elimu. Yaani elimu inabidi iwe kubwa kuliko dawa. Kwa hiyo kama tukienda hata kiloba tutakupa lakini make sure lazima ufollow principle inakuwa zinaenda hivi. Na wewe sasa hivi kutokuoa sasa hivi ni makosa. Wewe miaka 30 umefika. Miaka 30 umefika hujafika? Umeona unaingia 30. Sasa unakuwa na plan gani? Kusema watu kutokuoa. Hizo ni personal issue. Lakini tunaongea kama wanaume tunashauriana ni maisha. Kwa sababu ukisema kama mwachie lakini kumbe sometimes wewe mwenyewe unajikwamisha. Kama wewe mtu ushamuelewa na wewe unamkubali mpaka unamvulia nguo basi hamna namna. Wanawake ni wale. Wewe ndio mtu wako unamchagua na ushamuelewa. Kama unapokula chumvi si unaishi kibishi ndio basi muone mwishi kibishi hivyo hivyo. Lakini sio usikilize ama watu kwa sababu wengi wanakuwa mama. Usisubirie sio ukajipanga. Sio kanini umwe mwanamke. Usalama tuna vipi kwema? Ni bora mwishi maisha yote yao ya kuhangaika kwa maisha mazada bila mwishi fresh. So hangaike mimi niseke peke yangu baadaye nitatulia tuna mwanamke mchoka hivi na hivi. Yaani hii hali unakuwa nayo sasa hivi. Bado hujamaliza. Ndio hali sahihi ya kumpata mtu kwa mazingira yako ya majanga haya. Maana mimi nataka nikuoe mwanangu. Sasa kubaliana na iwali na mtaishi fresh. Sasa sibisi sijigeto litie kitanda sio nini. Kama nashinda mtu angalia bana ndio hivi mimi nimekuelewa wewe unanielewa. Basi njoo tuishi. Na changamoto hizo. Sasa subiri hapo kwa changamoto unakuja kupata hivyo mtu. So maisha sio constant. Unaweza kufika kwa juu maisha kurudi chini. Inabidi umwache sasa. So maisha yanabadilika. Daudi mwachane bwana yule nyumbani kwenu bwana mimi akajipange upya tena mambo kwa vitu vingine urudi. Kwa hiyo turudi katika point ya kwamba bwana tatizo lilobakia ni dogo
Tatizo hapa linahesabika ni matatizo mawili kwa upande uliozungumza, tatizo la kuwahi kufika kileleni. Tatizo la kuwahi kufika kileleni ni tatizo ambalo linasolviwa na grafu. Yaani si kitu ambacho utatoka kwenye dakika 2 immediately utaanza kupiga dakika 50 as long as labda utumie booster. Ni kitu ambacho utaanza kupanda kutoka kwenye dakika 2 mpaka dakika 4 mpaka dakika 5 mpaka dakika 6. Na kuna muda mwingine ukiwa na mawazo utarudi dakika 2 ni kawaida. Labda unafanya mapenzi ujala. Sababu sometimes mwezi mkashare kila kitu wewe na mkeo. Hajui unachokifanya sometimes. Sometimes ulipewa hela watu au unadaiwa au usikwambia mkeo unadaiwa hela. Unadaiwa kwa msingi kusema. Kwa hiyo ukashiriki kutokana na tuna vile umridhishe yeye lakini kitendo chako kikosa haikiko sawa. Kwa hiyo tendo likawa bovu. Sasa kama una hiyo elimu pia unachukulia hujapona. Yaani kibinadamu kwa mwezi unashiriki mapenzi labda mara 10. Lakini mara 4 zikawa ni mbaya. Tunachotakiwa tu ushiriki mapenzi utakaposhiriki lakini uwe mara nyingi matokeo mazuri yawe mengi kuliko mabaya. Ila matokeo mabaya yanatokea ni kawaida. Huko unachapa kazi, si ndio? Sasa kwa ukosefu wa elimu, ile matokeo mabaya yatakushtusha. Nilikuwa nataka kukupa kazi hapa sasa. Yakirudia tena yatakushtusha. Yakirudia tena yatakushtusha na utaita ni ugonjwa. Na kitu ugonjwa lazima uwe ugonjwa kwa sababu hata kama ni ugonjwa, ubongo na mwili unahitaji kupewa tiba. Sasa wewe uko unachapa kazi. Ushanielewa? Ndio ukosefu wa elimu sasa. Ndio uko hapo. Nasema ukosefu wa elimu ndio katika kipengele hicho. Leo dunia sasa. Kwa hata sisi wenyewe madaktari wanategemea tu wewe kwa sababu ndio daktari, sababu unasema yeye katika mwezi mzima yeye tutaka ndoto kwa dakika 50 dakika 40 dakika 50 dakika 40 hamna. Utegemea na situation ya maisha jinsi ilivyo. Kuna vitu ambavyo ni private ambao wewe unaniambia mimi au unataka kuweza kuvijua. Unajua dili zako zilizochitafuta zienda sawa. Namwambia kesho hiyo kesho ulipe. Kwa sababu mwambie mke wangu mimi siwezi kushika mapenzi na leo kesho nilipe kwa 50 huwezi kusema. Kwa hiyo utazimisha kumridhisha. Lakini sasa utakuwa ni tofauti na siku ambayo umejikusudia mimi leo nataka nijiandae. Wewe umeoga mara umekula unajiandaa na nini unatakawizi. Yaani kabisa ni kitu ambacho umekuwa prepared. Automatic tena performance inabadilika. Kwa mfano kama wewe unaweka kileleni lakini ukinywa chai ya tangawizi nusu saa kabla ya tendo la ndoa ambao heavy duty, grafu itaongezeka pia. Kwa hiyo tunapozungumzia kwa mapenzi sometimes ni maandalizi unajua. Ni maandalizi kuprolong. Kwa kuna siku ambazo yalazimika mwanamke ahudumiwe effectively kama mwanamke na kuna siku ambazo za kawaida tu mtu anaenda zile kidogo. Lakini kwa siku kweli mtu anawasana anamshughulikia mwanamke wake vizuri kabisa. Basi kesho anashinda amelala. Lakini siku hazifanani, wewe kila siku na mood hiyo na hali hiyo. Chupa kubwa ni shilingi 70, chupa ndogo. Shanaelewa baba? Hakuna kitu kingine, utegemea na mwanamke uliokuwa nao. Kuna mwanamke mwingine labda anatembea na watoto wadogo, hawana maarifa ya mapenzi, hajui kumwandaa tena mwanaume. Labda ushamwaga, mmelala, umekaa yeye kusubiri tena yeye uamke uendelee. Mwanamke mwingine anajua kuchezea, kupiga romance, anakuamsha hisia staka. Ndio maana usikie mtu akwambia mimi nimeoa, ndani kwangu napiga goli moja. Nashindwa kurudi lakini kutoka nje kwa malaya mpaka 3 4 mpaka mwanamke ananikimbia kwa sababu gani? Kwa hiyo ni anaumwa. Kwa hiyo mmoja mimi mix out fanyaje? Angalia kumbe condition ni kwamba kule nje mwanamke kwanza anamuonga hela namba 1. Alafu yule mwanamke kule nje ni binti mdogo kuliko hata mkewe. Alafu kule nje mazingira tofauti na nyumbani. Kwanza kitendo cha kuonga hela wewe una hamasa kulindia tendo. Yaani una hamasa kumkamata kumkomoa. Yaani wewe nyumbani ukikulea fresh ni mke wangu. Umeona? Hapo mtakula labda mtoto mdogo miaka 22, pia miaka 32 kashazaa. Mtoto mbichi. Automatically tu yeye muonekano wake una hamasa. Hapo kitu kingine umeenda hoteli au guest. Mazingira mazuri, mazingira matamu, tofauti na nyumbani. Kwa pia mazoea ni ugonjwa. Kwa mke wako ushamzoea unamchukulia poa. Kwa hiyo una hamasa naye unapiga tu hivi kishaji. Lakini ule wa nje hapa butukuli unapajua. Sasa case studies sipojadiliwa kwa kutumia elimu, watu watakuwa wanahangaika na dawa hii na dawa hii na dawa hii au kama ni roga kutoka nje sifanye hivi hamna. Huyu mtoto ana miaka 18 miaka 16. Mtoto kiuno anafanya hivi anafanya hivi. Mke wako asijifungua hajaachia tumbo, nyama imetoka. Sometimes na magomvi yenu kwa familia. Kwa hiyo mradi wengine wanaishi tu sio kachana kugawana mali. Umeeleka point yangu hapo? Kwa maana tunapozungumzia matibabu ya nguvu za kiume tunazungumzia general life na tunazungumzia kipengele namba ya kwamba ni ubadilikaji wa mfumo wa maisha yote. Nikisema maswala nasema maelezo ya kwamba mimi mwenyewe katika miongoni wale kutafuta dawa za nguvu za kiume nyingi minimo sana, tafuta sana dawa mwanangu usikufiche sana. Lakini matibabu yanahitajia kubadilika maisha yako yote kabla ya dawa. Yaani uelewe kwanza haya mambo yanaenda vipi, mazingira yako hivi, dawa ina kazi gani? Dawa inasaidia nini? Sio na jembe mix tunatumia, sio kwa hiyo tunatumia. Dawa ina play part gani?
Nasaidia nini dawa? Kwa nini nanunua dawa? Nini sababisha malaria? Au unameza dawa tunatakiwa unaona meza tu mseto. Je, nini sababisha malaria? Kama nitameza nitapona, sitaumwa tena malaria. Nitaumwa, je nifanye nini sumu ya malaria? Kwa hiyo vitu basic ambavyo mtu abidi mfahamu. Yaani sio kukimbilia tu kuchukua dawa, kukimbilia kuchukua dawa na nunua dawa natumia, unafanya hivi, unafanya hivi, unafanya hivi. Kwa nafikiri haya maelezo haya yalilukwa kutokana wewe ulisema ushaelekezwa. Kwa hiyo ilibidi hii upewe elimu kwanza kama hii uelewe. Kwa unapoenda nyumbani unakuwa umeenda umerelax. Kwanza huna mawenge na huna matokeo ya wiki moja wala wiki mbili. Ushafahamu hii ni project iko hivi na mlolongo uko hivi. Sasa kwa sababu wewe kuondoka na hiyo plani, uliondoka na plani kwenye audio ya matibabu ya wiki mbili, kwa ubongo na akili ishajijenga. Leo ni ya kwanza, leo ya pili, siku 3, imebakia siku 4. Kwa hiyo unahesabu siku 4. Kwa siku 4 zikiisha bwana wewe bwana mimi hamna kitu huku bwana. Ndio saikolojia jinsi ilivyo. Sio nielewa mpaka. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ilibidi kutoka mwanzo kabla mkutana na mimi ningekufahamisha viko hivi. Kwa hiyo unapoondoka nyumbani eneo unatulia kabisa unata mawengi. Hata dawa zikiisha unaandaa unaendelea unatumia. Kwa hiyo unaona mabadiliko taratibu. Kwa hiyo tunachokuwa mabadiliko taratibu ile ndio kinakupa faraja, yani mwili unaligain. Kwa sababu ukisema ni kapiga masturbation siku moja pale pale kaasilika. Hapana. Kwa taratibu ulikuwa unaenda tu. Taratibu ndio hasa tunafanya. Kwa hata kupona vile vile narudi vile vile tena. Vile vile taratibu. Umeona? Kwa hapo utalazimisha tukufariji, tutakupa booster. Tutakupa dawa ya booster, utatumia utakwenda dakika 40, dakika 30 utaenda. Kwa utakuwa inakulazimu sasa hiyo dawa uwe unaitumia hiyo uwe unaenda huo muda. Kwa itakulazimu tena wewe mtumwa. Kwa bila ile dawa utakuwa muda mrefu. Umeelewa point kwanza? Kwa ni kitu ambacho tunatakiwa kwanza uanze kujenga kisaikolojia. Saikolojia itapokomaa katika kipindi kumwaga mbegu wewe ndio unaamua. Hapa nimechoka hoja ni mwage sasa. Ndio saikolojia imekomaa. Sasa sababu kuna muda katika kipindi wewe unataka usimwage lakini unashindwa kujizuia. Sasa bado mbovu. Kuna vitu lazima uelekezwe. Kuna muda unaosikia mbegu zinataka kuja lazima uchomoe uume. Uume upigwe na hewa kidogo nje. Unazuga mtu kama anafanya romance. Sio unaelewa mzao? Sasa hapo unaanza kujizoesha. Ni program unajua hiyo. Unaanza kujizoesha mtu anafanya pale pale, anaona mbegu zinakaribia, anachomoa, anataka kumchezea yule mwanamke, uume unapigwa na baridi, ile rotation ya damu inapungua. Ile hisia inakuwa inakatika tena. Anarudi tena vile anaibia. Kwa hiyo zile program za mwanzo zinakuwa zio yani kama za mafunzo za kujitibu. Unaibia. Mbona unajikuta zoezi limemaliza dakika 8. Ndio mwaka ule kwa umetoka kule 2. Kwa kitu cha dakika 8. Kwa mpaka katika kipindi ule mwili na ubongo ushaanza kuzoea sasa wewe kumwaga kwako ni kuanzia dakika 8, 6 na kuendelea. Umeelewa? Kwa hiyo ni kitu ambacho ninacho taratibu. Ndio maana kuna point yangu nyingine nikazungumza wagonjwa wa group A sometime ukosefu wa elimu ni ugonjwa. Sababu elimu inakushindwa kukuelekeza nini ufanye nini au nini cha kufanya. Maana tunasema ukosefu wa elimu ni ugonjwa. Kwa hiyo mwenyewe unabidi kwanza ubadilike. Uwe very smart. Sio mazingira kama haya na 29 au kwa kuhamisha. Kwanza sio kwa wanawake, kikazi, riziki. Mwenyewe unafanyaje? Kazi ya nani mazingira kama haya? Labda wewe fundi. Wewe ndio fundi bwana huko. Umeona? Bwana hivyo vitu tuwe serious. Kabisa ujue hii ni general life, haya ni maisha. Hata kama una kipato kidogo lakini usmart na kufahamu kufuatilia afya ni vitu ambavyo very sensitive. Yaani hakuna miujiza ambayo unaweza kuitumia ukapona. Lazima uende na programu hiyo tu ya taratibu kwa sababu sio ugonjwa. Sababu kama ingekuwa ugonjwa sasa tunazungumza na ubwana anampa mza mjomo. Yaani wazungu wenyewe kwa utaalamu wao inabidi watengeneze dawa. Baada hii dawa ya nguvu za kiume yani ukinywa unakuwa unasababisha uume vizuri, unachelewa kurudia, yani unakwenda dakika 50 afu unapiga goli 4. Mbona mzungu kashinda? Haipo hiyo mpaka leo. Kwa sababu sio vitu vingi vinapelekea kutokeza haya matatizo. Tumetoa mfano kama huo wa mke wa nje na mke wa ndani. Umeona? Tatizo linajitokeza. Sasa hiyo dawa itatibu vipi hapa? Kuna mawazo kweli, kuna masturbation, kuna kuumwa kweli. Kuna upungufu wa mbegu, kuna kupiga masa.
kuna vyakula vya mafuta. Sasa je, dawa inabadilika hali zote na kutibu mawazo, inatibu masi, inatibu mafuta, yaani leo inakuja hali zote hizo. Kwa maana kuna mtu anakuza dawa nguvu za 10 dawa moja ni muongo. Kwa nguvu ya 10 ni zero wide concept pana. Kwa sababu maxa umepiga nje. Mtu anakuja dawa ya 10. Utapona vipi? Kwa sababu asali ulifanya nje na hiyo asali ikaja ikifanyika nje, ikaingia na ndani na kuna ubongo. Kubwa sana kuna ubongo. Kwa mfano kuna mtu mwingine ameangalia sana pono. Yaani anaangalia sana pono, anakuwa na dinda nyege, yaani mpaka anaumia kabisa mtu anapiga vijana. Yaani kada ya kuangalia pono kwa kipindi kaza hisia zafanyaje? Zinaisha. Kwa kipindi mtu anaangalia pono hivi. Ulindi wala X mtu anaangalia mishaona mtazamo. Yaani X mtu anaangalia hivi X unaangalia hivi. Sio unaangalia X za kijinga jinga za kazi. Mtu anaangalia documentary ya X masaa 3. Documentary ya masaa 3. Procedure njia zote za kumfanyia mwanamke na kumwandaa masaa 3. Yaani zile nyege mwamko unahisia mpaka zinaishaga. Ulikuwa unaangalia hivi X hata ume ufanyia hata hivi hata kushtuka ume ushtuki. You know inaitwa psychology program. Kwa hiyo mwanzo ulianza ukiangalia X na unababaika. Umeona? Unashtuka. Hivyo lakini imenenda kipindi mpaka kufanyaje? Maisha. Kwa tatizo la kuweka kelele na hata hivyo kwa ni program pia. Kwa hiyo ukaanza hivyo dakika 2, 3, 4 mpaka dakika 50. Na pia unaweza ukarudi mpaka dakika kiasi unatoa mfano unajua. Kiasi unatoa mfano ambao ni mzuri hata wewe unautumia. Kwa mfano wewe chakula cha asubuhi unakula saa ngapi mara nyingi? Au cha mchana? Kama saa 8 saa 9. Umeona? Ndio kwa sababu umejijenga hivyo na muda unasikia njaa. Unaelewa? Hata ukinywa chai saa 4, saa 8, saa 9 lazima utasikia njaa kwa sababu ni saikolojia ndio ile ije. Kwa ubongo unafanya adaptation unakubali setup za jina na kuset wewe. Yaani ukishaamua huyu si mwezi sipigane naye takimbia tayari. Na ubongo unakwambia una mweza na unapigana kwa mwili unatabia kufanya hivyo. Yaani jinsi unavyotuni ukilazimisha inakuwa. Kwa mfano hiyo saa 8 saa 9 hiyo ukiachana nayo kula utasikia njaa mpaka saa 10. Njaa itamia saa 10. Kwa saa 10 ndio muda wako wa kula saa 10. Kwa hivyo kwanza utakuwa uli. Unakaa saa 10 ndio unakula. Saa 9 uzaanza auli mpaka saa 10 unakula. Ndani ya wiki mbili ile njaa inatoka saa 8 ndio imesa saa 10. Kwa hivyo saa 10 ndio utakuwa unasikia njaa. Kwa program ndio iko hivyo unatumia kushift na kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Afu na jambo la kwanza tena jambo la kushukuru. Sisi napenda kuwaambia watu ukweli. Sometimes dawa sio metacafeine, sio Fansida, sio Ducotex, sio dawa yote unaijua. Unaweza ukapa watumia ukapona. Sio dawa yote unajua. Yaani wachukulie watu wote hawa 100 watumia lungo malaria, wapewe mseto, hawaponi. Wanaweza kupona 70 au 60. Wengine wanasema ina allergy na wazuru inawaunguza. Kuna wengine akinywa kichwa kinampiga sana, kinamuuma. Ndio maana unasikia kuna metacafeine. Ndio maana unasikia kuna Ducotex. Ndio maana unasikia kuna Marafin. Umeelewa? Kwa ndio maana sisi tukakupa option jembe mix na kanuni vitu vyote. Kwa hivyo vyote vile kutumia zile kanuni zote ipasavyo kamwe abadani hauwezi kutokupona. Ni lazima ufanyaje? Upone kwa hizo kwa sababu sio ugonjwa. Sema isipokuwa tu labda utachelewa. Tegemeana na reaction ya mwili. Kwa kuna wengine wanawahi, kuna mwingine siku ya 4. Ndio maana nasema utegemeana na service ya gari. Migari yangu kumbe ilikuwa tu matelengo imeshapancha. Kwa najaza naondoka. Wewe miguu, mwingine na injini, mwingine yeye bana mpaka betri alikuwa hana, mwingine propela imekatika, mwingine nini. Kwa tegemeana ile service yatumia muda gani? Lakini recovery ni process ya ndani ni wiki 2, tayari tutakuwa tayari fanya recovery ni imefanyika, ndio maana mwili kwatumia dawa ukashtuka. Kwa hiyo kilichobakia pale ni kupandisha sasa glove. Kupandisha glove. Tatizo la kushindwa kwa kurudia, hauwezi kutumia dawa ukapona. Ni vyakula na lishe lazima uelekezwe, mbegu za maboga, karanga, miogo, mibichi, hivi na hivi na hivi. Automatically vile unakula unapokuwa unakuwa unachukua na nyingi. So mbegu zimekuja zinataka zitoke. Ndio na hamasha nataka kutamani mwanamke. Ndio wala sio mtu amebaka nyege zile. Na kibaka anajuta analia kwa nini mwanamke mbovu au nimetembea na msichana aeleweki. Zile nilikuwa nimempa nini? Mbegu. Sasa kama mbegu hauna nyege hizo zikaja. Ushaelewa? Sasa je, tutakupa dawa ya kuongeza mbegu? Labda tunakutengenezea asali na tunakuchanganyia tunakuuzia. Sasa kwa nini tukufanyia wakati wewe unavijua?
Na tatizo kwa kileleni labda pia ulikuwa hujitui vizuri uume, kwa sababu uume ukipiga masturbation sana unakuwa unakomaa. Sababu sasa unapiga msasa ule uume ni mlaini. Kwa hiyo unakuwa na ugumu. Sasa ule ugumu kukutana na uke mlaini unakuwa kama kishoti tunakisikiaga kishoti hivi, unashindwa kuhimili. Kwa sababu zile zimekuwa uncomparable pair. Yaani ni vitu viwili ambavyo havifana nani. Sababu ilibidi mwanzo kiwe kilaini. Sababu kichwa cha uume kinabidi kiwe kina testi sawa na ulimi. Sasa kilikuwa kigumu sababu ya masturbation kwa muda mrefu imekuwa hisia tofauti. Kwa hiyo kikigusana na uke kinakuwa kinapokea kama hali tofauti. Tunawapa tunawatumia watu, tunawashauri watumie vitunguu saumu kujichua kwa ajili ya kule msisimko kuondoa ule msisimko, na vitunguu saumu vinaunguza ngozi. Kisha unguza ngozi ile pale na kama imeungua. Baadaye ngozi inajivua kama kidonda, unapona inakuja ngozi mpya. Kwa hiyo ngozi mpya inapasa na ngozi sawa na uke. Unaelewa? Sasa mambo ndugu yangu nataka kufuatilia, nataka kuwa hivi unaelewa na follow up. Afu jambo lingine unatakiwa kwanza una refresh, una relax yani kwanza. Yaani unatakiwa kwanza kucheneta kufahamu na kuelewa nini kinanisumbua, matibabu yako vipi, ndio matibabu tosha. Sababu huwezi kujitibu kitu usichokijua. Unajipotezea Mungu. Sababu uelewi yani tatizo kwa nini inasababishwa na nini, au uelewi tatizo ume mdogo inasababishwa na nini, au uelewi tatizo kushindwa kulia inasababishwa na nini? Na nini yote dawa. Lazima uelewe inasababishwa na kitu gani. Ukishaelewa inasababishwa na kitu gani uchokoa? Wewe mwenyeji wapi? Mwenyeji wa Kigoma. Yule bwana sasa ni mtu wa Kigoma. Kwa Kigoma kuna dawa zinaweza kutafuna, ndani unajua kuna vimiti. Na vitu wanavitafuna vile, unaenda muda mrefu. Unavijua vile? Mbona hujaviagiza Kigoma? Mbona hujaviagiza Kigoma? Wewe una mawasiliano na ndugu zako Kigoma? Kwa maana ndugu wetu tunawasiliana naye Kigoma. Ustazi nisaidie bakola nimpe swali langu wewe. Ama tupigie simu bwana, nimepona mpaka nimepitiliza. Watu nimuuliza mara 10 hapa. Alikuwa ananiambia nimetumia ile dawa ya saikolojia lakini sijaona, nimerudia muda tu umeongezeka kidogo. Wakurudia kivipi yani? Yaani muda wa kurudia umeongezeka kidogo yani. Sasa kwamba amerudia baada ya dakika 5. Umerudia baada ya dakika 5 au alienda mpaka dakika 5? Alirudia. Hebu sikia bwana vizuri bwana. Ilikuwaje? Ulirudia baada ya dakika ngapi? Ulirudia baada ya dakika 5 au ulipiga goli la kwanza baada ya dakika 5? Ulirudia baada ya dakika 5. Goli la kwanza ulipiga muda gani? Dakika 5. Dakika ngapi? Kama 5. Unamsikia? Mwanzo kwa unapiga ngapi? 3. Sasa kwa nini unasema dawa ya kusaidia? Kwa nini unasema dawa ya kusaidia? Au unataka kupiga dakika 52? Ndio maana nikasema kwamba kuna mabadiliko yalitokea ni ile ya saikolojia. Kwani baada ya kutumia saikolojia nini kilitokea? Baada ya kutumia dawa ya saikolojia pia kuna mabadiliko au hakuna mabadiliko? Niendelea vile vile. Kwani wewe tuko umechukua hapa dawa na muda gani? Wiki 3 rafiki yangu. Bakola hii hapa. Hii ndio mbaya wa vita bakola. Kwa hiyo malengo unavyoyataka na jinsi nilivyokuelewa unataka bakola. Sababu lengo unataka kukomoa. Ndio kama mwanamke anakulia hela. Mtu wapi sio mpata mtoto kilango. Mtu wapi mtoto mpaka. Arusha. Makufilisi ule. Bana hii hapa dawa siku ya kushiriki tendo la ndoa, nisikize vizuri. Na video nipigie simu mwenyewe siku ukitoka. Siku hiyo masaa 3 kabla. Tafuta ndizi 4. Kula ndizi 4. Chukua maji lita 1.5. Kunywa. Baada hapo chukua dawa kidogo hivi, mpaka kwenye kichwa cha uume. Kisugue kichwa cha uume na shingo yake. Chukua dawa nyingine kidogo hivi. Ipate pake kwenye uume. Ufanyie massage kama dakika 1 uume wako. Chukua kimfuko laini kama hichi. Kifunge kwenye kichwa cha uume kama kilemba hivi. Vaa boxer yako, endelea na shughuli yako kwa muda wa masaa 2.
masaa mawili yakipita, kafungue, kaoge vizuri, usubiri Mchaga wako aje. Huku umekula vizuri, umeshiba, usubiri Mchaga wako aje. Shiriki tendo la ndoa, afu unipigie simu umeenda muda gani. Baada hapo dawa usitumie, uiweke ndani. Shaelewa? Dawa hapo usitumie, uweke ndani, chukua kitabu soma, endelea na formula taratibu sasa. Endelea formula taratibu sasa. Endelea formula taratibu. Tumeelewana vizuri? Yaani sio gharama, wewe siku kupata hilo ni asali. Sio kama wewe asali ndani hauna asali. Ulinunua, mchanganya na darasini. Taratibu sasa vile, taratibu tunaona unapana. Kwa hiyo tusizungumze sana bwana msomaji wa nani? Bwana Baraka. Wewe Muislamu? Wewe Muislamu? Bwana Baraka, basi nashukuru uje kututembelea. Bakola yako yote 60. Ni bakola sina kugea kama zawadi kwa sababu swaiba yetu Bwana Baraka. Mimi nakuambia kwamba nikuruhusu uende bwana. Tusipoteze muda wewe waje katika shughuli zako. Na harakati. Haya bwana. Tuko pamoja engineer.